Bwana, kwenye 1-2 leo nimekutana na Zela Kibegi cha magoli, ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports, mnyama mkali wa mwituni. Bwana Zela Kibegi, yes. Simba hatimaye dirisha dogo imefanya kandarasi za maana kabisa, Anicet Yaula ina Libase Geye. Yes. So far michezo miwili, mabao mawili, mechi zote ni man of the match. Unalipa akisema kwa Libase Geye? Mimi naweza nikazungumza kwamba kwanza hivi sasa Simba kwa namna jinsi ambavyo sajili zilizofanyika katika dirisha dogo, tulitamani sana wana Simba ziwe ni sajili ambazo zimefanyika kwenye dirisha kubwa. Nadhani tumekuwa sehemu ambayo hivi sasa tunafurahi, tunaenjoy soka kwa jinsi ambavyo tumeona baadhi ya mechi 3-4 ambazo zimeonyesha quality hali ya juu sana. Simba sajili zake zimekuwa tumekuwa tukikosea baadhi ya maeneo, lakini hivi sasa dirisha dogo imekuja kutuonesha mwanga kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka ndani ya sajili hizi. Kwa hiyo ninaamini kabisa hiki ambacho kimefanyika ndani ya sajili hizi tunaenda kufika ambapo tulipokuwa tumelenga, lakini pia kuna sehemu ambazo hatukufikia lengo kwa sababu ya jinsi ya mazingira na sajili ambazo tulifanya katika kipindi cha nyuma, lakini hususan kwenye klabu bingwa, namna jinsi ambavyo tumeonyesha performance ambayo haikupendeza sana kwa baadhi ya watu wa soka, na ukubwa wa Simba tunategemea kwa namna jinsi ambavyo ilivyokuwa kwamba Simba hivi sasa ingefanya vizuri sana kwenye michuano ya klabu bingwa, kwa sababu shirikisho tulifanya vizuri mpaka tukafika fainali, lakini hivi sasa naona tu kwamba hizi sajili zinatufikisha mbali. Na bwana, tupe siri ya mafanikio. Nini uliwaza kutengeneza kile kibegi cha mabao? Kibegi cha makombe ni moja ya kibegi ambacho, kwanza kibegi cha makombe ni moja ya kitu ambacho wana Simba wengi wamekipokea kwa mikono yote miwili. Ni nini ambacho kilifanyika? Ni fikra ambayo ilitoka ndani ya klabu kwamba ni kitu gani ambacho tunaweza tukakifanya kwa ajili ya hamasa, lakini unakumbuka kibegi cha makombe kimepanda mlima Kilimanjaro. Hii yote inadhihirisha kwamba ni klabu ya Simba iliona kwamba kuna haja ya kufanya hamasa ya kitu fulani, na ndio kikaja kibegi cha makombe, na hivi sasa wana Simba wengi wamekipokea kibegi cha makombe kuhakikisha kwamba na wametia nia uenda day tuweze kufika malengo ambayo tumejiwekea, kuchukua makombe ambayo tumeyapoteza ndani misimu 4 takriban, na tunategemea kuona kibegi cha makombe, hata kombe la Afrika ambalo hivi sasa baadhi ya watu wanatubeza, lakini katika msimu ujao, katika kipindi ambacho tunakiona cha mbele na sajili ambazo zinaendelea kufanyika kwa quality ya hali ya juu, naamini tunaenda kufanya vizuri kwenye baadhi ya mechi ambazo zimebaki na zile ambazo tunatarajia hata msimu ujao tutafanya vizuri zaidi. Bana, weekend hii mpinzani wako Young Africans, mkiwa Tanzania ni mpinzani wako, ila kimataifa mnaungana, mnakuwa kitu kimoja. Anakwenda kutupa karata yake ya mwisho ya hatua ya makundi kombe klabu bingwa barani Afrika, ambayo ataenda kucheza dhidi ya JS Kabylie pale katika uwanja wa Guantanamo Bay, New Amani Complex Zanzibar. Bana, Young Africans calculator zake hadi sasa hivi kwa upande wako unaziona zimekaa vipi? Calculator za bwana mkubwa Young African nimeziona, na ninaweza nikasema kwanza tunawapa kongole kwa kile ambacho wanaendelea kukifanya, lakini kwa klabu ya Simba, kwa ubora wa Simba enzi hizo ambazo tulikuwa ni bora tofauti na misimu hii iliyopita, Simba haijawahi kufikiria kuingia robo finali. Ni kitendo ambacho kinatushangaza kwa ndugu zetu majirani. Wao wako katika ubora ambao wao wanahisi wako katika ubora, lakini imekuwa ni mara kadha wa kadha wanapiga calculator. Ni watu ambao wanabaki kuhesabu kwamba akifungwa fulani, nikifungwa mimi, ama nikifunga mimi, nikimfunga mtu fulani. Ni vitu ambavyo kwenye soka bado ukuaji wa klabu ya Yanga bado uko down. Tunaona kabisa tulitegemea kipindi ambacho Yanga iko bora isingekuwa nafikiria baadhi ya vitu kama hivi, kwamba tunaanza kuhesabu calculator. Msimu jana tunakumbuka kipindi ambacho Simba hafikiri vitu kama hivi, yeye alikuwa anaumiza kichwa namna gani anaweza kaingia. Hata kipindi ambacho anacheza na Orlando Pirates pale Mamelodi, ndio namna jinsi ambavyo alikuwa ana heka ya kuhakikisha kwamba anaingia finali, katika nusu finali. Sasa inaonyesha tu kwamba robo finali ya Yanga imekuwa ni tabu sana kuingia, na hiki inadhihirisha kwamba Yanga bado ni mchanga kwenye hizi mechi,
na ndio maana Simba akirejea kwenye ubora wake, naona kabisa anaenda kurudisha heshima ya vilabu takriban vilabu 4 ambavyo tulisababisha. Simba unajua ndio tulisababisha vilabu hivi vikaingia ndani ya michuano hii, na tunahitaji kurejesha heshima yetu, kuona kwamba hata yule ambaye tuliamini labda anaweza akafika sehemu fulani bado anaendelea kuididumiza ule ukubwa wa Tanzania na ukubwa wa kile ambacho Simba amekifanya. Ameshindwa mara kadha wa kadha. Hivi sasa sisi tunakubali kama tumeferi vile, na kuferi kwa Simba ndo uimara unaokuja baadaye. Kwa hiyo tunaamini kabisa uimara wetu ukirejea, tunarudisha heshima yetu, tunakuja kumsaidia huyu mdogo wetu anaheka sana hapa. Hatukutegemea hicho ambacho tunakiona kwamba ataanza kuhesabu vidole, calculator na baadhi ya vitu vingine, na kuanza kuwaombea wale ambao ni maadui zake waanze kupoteza ama kufanyeje. Mpira wa soka huko dhahiri, fanya vizuri, nuru itaonekana mbele. Bana, kutokana na sajili ambazo umezifanya ndani ya dirisha hili dogo, unaona ukienda kuondoa uteja machi moja zidi ya Yanga? Kitu ambacho naweza nikawaaminisha wana Simba ni kwamba Simba anaenda kumfunga Yanga. Simba anakwenda kumfunga Yanga. Na atamfunga zaidi ya goli kadha ambazo sizihitaji kuzizungumza sana, lakini ni kodi inayokupa. Simba anaenda kumfunga Yanga. Hii tumekuwa tukifungwa na Yanga kwenye baadhi ya maeneo matatu. Cha kwanza kabisa ni migogoro ambayo inasababishwa ndani ya klabu na hupelekea kuweka makundi mawili, ambayo haya makundi baadhi yanatamani Simba afungwe na baadhi yanatamani kupambana Simba apate matokeo mazuri. Haya makundi ndio kitu ambacho hivi sasa wana Simba tunakipambania, makundi haya yaweze kuteketea kabisa. Tubaki na kundi moja ambalo linatamani Simba apate matokeo mazuri. Kuelekea mchezo huo, bado ni mshikamano mkubwa sana ambao wana Simba wengi wanaofanya. Hata juzi ambao baadhi ya wana Simba wenzetu waliamua kutoka na kufanya mkutano ambao haukuwa una afya ndani ya klabu yetu, kumzungumzia Mo Dewji. Unapomzungumzia tajiri lazima uwe na vigezo vya muhimu sana, hususan isiwe ni katika maeneo ambayo sisi tunajisikia tu kwamba tunaweza tukazungumza chochote. Yule bwana ameweka fedha nyingi, amechukua muda wake mwingi, ametoa gharama ambazo baadhi ya wanasimba hawawezi kuzifanya hivyo, na tumeona mambo makubwa sana ndani ya klabu, namna jinsi ambavyo Mo Dewji amefanya. Kwa sasa ikifikia hatua kama inaweza tu watu wakakaa wakaitwa ama wakafanyeje wakaamua kufanya jambo lolote kwa tajiri Mo, sisi kama wana Simba bado tunamheshimu, hata kama atakuwa na mapungufu kadha wa kadha, lakini bado tajiri tunamheshimu kwa kile ambacho amechukua Simba, hali ya kuwa tulikuwa ni dhaifu hali, yani hali mbaya. Amekuja kutuheshimisha. Baadhi ya matajiri wakabaini kwamba kumbe kuna mpira tunaweza tukaweka pesa na tukapata pesa. Kwa inakuja kirahisi tu mtu anatokeza anaanza kuzungumza vitu ambavyo si vya nukta, si ambavyo vina afya ndani ya klabu. Kiufupi, kwanza mimi nimeshangaa kwa nini hawakuadhibiwa mpaka sasa hivi wako uraiani. Lakini sofa kwa sofa tunakubali kwamba soka ina mambo mengi, na matokeo ya mpira huenda ndio kitu ambacho kinasababisha watu wengi sana kuwa katika makundi, baadhi katika makundi ambayo yanaweza yakaleta mtafaruku ndani ya klabu ama kuto kuleta afya ndani ya klabu. Vyote vinawezekana, lakini sofa kwa sofa tumejipanga vizuri. Mtani anaenda kufa vizuri tu, anakufa vizuri tu. Anakufa ngapi? Mimi siwezi kukiri tu kwamba anaweza akafa goli ngapi, lakini nakufahamisha tu mtani anaenda kukaria goli kadha ambazo ni kodi ambayo nakupa, lakini matokeo pointi 3 ndio kitu ambacho tunakiangalia na Simba. Mbona kama unaogopa Yanga hivi ukisema hivyo? Hapana, katika timu ambayo hivi sasa hatuiogopi, Yanga imeshuka kiwango kikubwa sana. Wao wenyewe wanakiri kwamba timu yao kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekosea katika sajili, dirisha kubwa na dirisha dogo. Pia kuna baadhi ya wachezaji ambao waliwataja lakini hawakuingia kwenye mfumo, na inadhihirisha dhahiri kwamba Yanga kuna kitu ambacho mpaka hivi sasa wao ndani ya nafsi zao wanakiri tu kwamba timu yao bado haijakaa vizuri. Simba hii hapa dirisha dogo naiona imewaka, imekuja katika quality ambao wana Simba wengi wamefurahi na wanaenjoy soka ambalo linapigwa jana, juzi na siku zingine ambazo zilizopita. Lakini hivi sasa tunaenda kufanya ubao bora season 2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hiyo itakuwa ni bonge la game. Karibu sana baza, kwa sababu tupe mafanikio ya Kibegi tangu kianzisho Kibegi cha Makombe mpaka sasa hivi, mafanikio yapoje?
Mafanikio ya Kibegi cha Makombe ni kuhakikisha kwamba kwanza hakuna kukata tamaa. Moja ya wanafamilia ambao wanapitia hali ngumu sana ni wanafamilia ya Kibegi cha Makombe. Wanamiliki Kibegi cha Makombe ambacho hakijapata kombe mpaka hivi sasa, lakini ni watu wenye mioyo. Yani familia ile ya Kibegi cha Makombe unapoizungumzia katika mioyo na kuisapoti Simba yao, ni vitu ambavyo wanavipa kipaumbele sana. Sisi watu wa Kibegi cha Makombe, unajua Kibegi cha Makombe sio alikiumbe tu ambaye unaniona hapa, hapana. Nyuma yangu kuna cabinet kubwa sana ya watu ambao wako nyuma ya Kibegi cha Makombe na wanapambana usiku na mchana kuhakikisha kwamba one day Simba inapata kombe. Tunafurahi kwa pamoja wana Simba. Kwa hiyo mafanikio yake yako mbele yetu ambayo tunayaona. Sajili ambazo zimefanyika huenda zikatupa mafanikio, kwa sababu hata kwenye ligi kuu sisi sio watu ambao tunaweza tukasema tunakata tamaa. Tunaona nuru inaenda kufanyika, na naona nuru ya Kibegi cha Makombe kwenda kuchukua NBC ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa hiyo naamini kabisa mambo yote yatakwenda sawia. Unaona Yanga ikifuzu robo finali kombe kwa bingwa barani Afrika? Sioni Yanga ikafuzu klabu bingwa kwenda hatua nyingine. Naona Yanga shughuli yake imeishia pale, kwa sababu calculator haijawahi kumwacha mtu salama.